Asante. Kwa wale ambao wameungana na sisi, mimi naitwa Engineer Joseph Lagat ama mhandisi Joseph Lagat, mzaliwa wa Tulwet Ward, Keses, na kwa sasa ni mkaaji wa Cheptiret Kipchamo Ward, sehemu za Annex, hapo ndio mimi naishi. Na mwaka ujao wa 2027 mimi naomba kiketi ya ubunge ya Keses. Mimi naomba kuwa mbunge ama mwakilishi ya watu wa Keses kule bungeni ya kitaifa, na sababu ni kwamba mimi ni mtu niko na uzoefu mkubwa baada ya kufanya kazi na wananchi kwa muda mrefu. Kwanza kabisa, mimi kama mhandisi, mimi ni mtu wa stima, mimi ni engineer wa stima, na kwa miaka mingi sana zaidi ya 20 nimehusika katika usambazaji wa umeme kule mashinani, ama ile tunaita rural electrification, na nimejifunza mengi. Nimefuatilia policies zote ile ambayo inatusaidia kwa mambo ya stima tangu serikali ile ya Mzee Kibaki ya 2004 mpaka sasa. Vilevile baada ya uchaguzi ya 2022 mimi nilipata nafasi ya kufanya kazi kwa kaunti nikiwa waziri wa barabara, na baadaye nikakuwa waziri wa afya, na mwisho kabisa mimi nikakuwa waziri wa utawala na wafanyakazi. Nilijitokeza kwa siasa mara ya kwanza mwaka wa 2017, ambapo niliomba pia kuwa mbunge wa Keses, na ingawa mimi sikufaulu, niliendelea kufanya kazi na wakaaji wa Keses. Nimeendelea kusaidiana na wananchi katika zile shughuli zao, zile mahitaji yao ama kazi zao za jamii ya kila mara. Na kwa sababu ya hiyo uzoefu wote katika sekta ya umeme katika kaunti na ile ya kufanya kazi na wananchi kwa miaka 10, nimerudi tena kwa wakaaji wa Keses kusema naomba mnitume bungeni niweze kuwakilisha, naomba mnichague kama mbunge wenu wa Keses, kwa sababu ningependa kushughulikia ama kupigana na changamoto ambazo wananchi wanazipitia. Baada ya kufanya kazi na nyinyi kwa miaka 10 na baada ya kutembelea kila kijiji hapa Keses, kuanzia hapa Rescos mahali tuko, sehemu zote za Cheptiret Kipchamo Ward, kona zote za Tulwet Ward, na pia kona zote za Tharaka Ward kule juu, kwa sababu hapa Keses tuko na ward 4. Nimejifunza mengi na nimejua yale changamoto ambaye yanakumba wananchi wetu. Nimeona watu wakihangaika kwa mambo ya afya, na nimesema nitatumia mpango ya rais, nitaungana na rais ama nitaunga mpango wa rais ile ya SHA ili kuweza kuwafaidi watu wetu. Kwanza kabisa nitaleta mambo ya usajili ya SHA. Karibu nusu ya watu wetu wamejisajili, wako ndani ya SHA, lakini nusu bado hawajaingia kwa SHA. So nitakuja kijiji kwa kijiji ama village to village, center by center, ili niweze kusaidia watu wetu kuingia kwa SHA. Baadaye pia nitakuja ili tushikane wote, we reason out together on how to pay our premiums za SHA. Kwa sasa wale watu ambao wanalipa SHA kikamilifu ni wale watu ambao wako katika mshahara, wale wanapata pesa. Wale wote ambao wanafanya katika informal sector, wengi wao wako na ugumu ama hawako consistent kwa kulipa SHA, na mimi niko na proposal, njia ambazo ningependa tuweze kutumia ili kila mtu aweze kulipa premium zake za SHA. Na moja ni kupitia kwa SACCOs, wale ambao wanafanya bodaboda, matatu SACCO, ningependa tuungane tuone kupitia kwa SACCO jinsi tunaweza kukatwa ama kusave ili tuweze kila mwezi tuweze kulipa premium zetu za SHA. Kwa wale wakulima ambao wako katika cooperative, ningetaka pia tutumie kama njia nyingine ya kuweza kukusanya premium zetu ili tuweze kulipa. Hata wale wamama
ambao wanafanya table banking ama merry-go-round ama chama, inawezekana kwamba tunaweza kukusanya pesa kupitia kwa chama na tukaweza kulipa SHA, kwa sababu iko na faida mingi, inatusaidia. Vile vile ningetaka kusaidia wakaaji wetu wa Kisii, kuwaelimisha ama kuwapatia information jinsi SHA inatumika. Watu wetu wanajua tuko na SHA, lakini hawajui ni huduma gani unapata wapi ama huduma gani unapata kwa hospitali gani. Katika hospitali hospitali zetu za county unapata huduma zile za kutibiwa na kwenda nyumbani ama outpatient, na pia zile za kufungwa hospitali ama za inpatient. Ukienda hospitali yetu ya rufaa ya MTRH utapata huduma za inpatient, lakini outpatient hautapata kupitia SHA. Lakini iwapo utapitia kwanza kwa hospitali ya county alafu ukafanyiwa referral, basi hata kule kwa hospitali yetu ya rufaa ya Moi pia utatibiwa outpatient kupitia kwa SHA. Mambo kama hayo ndio ningetaka kufundisha wakaaji wetu wa Kisii ili tuweze kutumia SHA, tuweze kufaidi watu wengi. Maana nimeona watu wengi wakihangaika kwa mambo ya matibabu. Ile nyingine ni wananchi wetu hasa wazazi wanahangaika kwa mambo ya kulipa karo. Tunapoongea sasa, kwa sababu nimekuwa nikitembea sehemu tofauti za Kisii, nakutana na wazazi ambao wanaomba usaidizi wengi, na ni kweli wanahangaika kwa sababu wako chini kwa hali ya kiuchumi. Tuko na bursaries ile ambayo inatoka serikali kuu kupitia kwa CDF, na tuko na bursary ambayo inatoka county, lakini pesa hiyo hata tukiweka pamoja bado haitoshi kusaidia wazazi wote ambao hawana uwezo ya kulipa karo. Na nikasema nitafanyia watu wetu empowerment. Njia moja ile nimechagua ama ile nimeidentify nitatumia ni mambo ya kahawa, na nitakuwa nasaidia wakulima wetu kupata mbegu certified seeds ya kahawa, alafu wakisaidiwa na wale wafanyakazi wa sekta ya agriculture waweze kuweka kwa tuta ama nursery mpaka siku ile watahamisha kwa shamba. Ile nyingine ni kupitia kwa masomo yangu na uzoefu katika sekta ya umeme. Bado tuko na familia wengi ambao wako kwa giza na tunajua umuhimu wa stima. Mimi nataka kusaidia watu wetu wa Kisii kuweza kuunganisha, na mimi nawaambia currently katika policy ya serikali ambayo iko, wale watu wanashughulikiwa na serikali ni wale ambao ni beneficiaries ya last mile peke yao. Wale wengine wote ambao wangetaka kuunganishwa na stima lakini wako nje ya coverage ya last mile projects ya serikali, wanalipa ile kitu inaitwa cost price. Na mtu kwa mfano ule ambaye anahitaji kikingi one post ya stima, huyu anaulizwa kulipa mpaka 1,100 ama hata zaidi. Na inawezekana kwamba tukaangalia njia ya kutibu sheria hiyo ili wakaaji wetu wa Kisii na Wasingishu kwa ujumla ama Wakenya waweze kufaidika kuunganishwa kwa stima. Hapa Kisii kuna watu ambao wamefikiwa karibu na stima. Inawezekana majirani wanatumia stima na kuna watu ndani ya kijiji ambao hawatumii stima. Kwa sasa policy ambayo tuko nayo ya last mile haiwezi kuwashughulikia, lakini ningetaka niangalie njia kupitia kwa ile experience yangu na sheria kule bungeni ili hao pia waweze kufaidika. Na hasa wale ambao wamekaribiwa zaidi na stima, wale wanahitaji tu ile tunaita cable drop, ambao inagharimu pesa kidogo sana kuweza kuwaunganisha, ningetaka kuwasaidia. Ile nyingine ni mambo ya elimu. Na nimesema kwa miaka mingi tumeongelea tu elimu, na kweli tumejenga mashule, serikali imeajiri walimu, wanafunzi wengi wanahitimu kila mwaka, watoto wetu wanakamilisha shule, lakini hapo ndio hadithi yao inaishia. Hatujaweza kushughulikia kuona
baada ya shule ama baada ya masomo wanaenda wapi. Na nikasema katika ahadi zangu ile agenda nimeweka ni kwamba pia nitakuwa naangalia vijana wetu wanaenda wapi baada ya masomo. Serikali inapatia baadhi ya vijana wetu ajira. Every year government ina employ watu wachache. Uchumi yetu pia inachukua wengine. Rais akaanzisha mpango kama ile affordable house na inasaidia wengine. Lakini wale wote ambao wanahitaji kazi ama wale wako jobless na wale wanahitimu kila mwaka wote waweze kupata nafasi za kazi hapa Kenya. Na mimi nataka kuungana na rais kwa ile mpango ya labor export ama labor exportation. Na nikasema nitakuwa pia nasaidia vijana wetu kujua mambo ya opportunities ambaye iko nje ya Kenya. Wale ambao wangetaka kwenda kufanya kazi na wale ambao wangetaka kwenda nje kwa sababu ya masomo. Na nimeweka kwa manifesto kwamba kwa wakaaji wa Kisesi mimi naweka contract na nyinyi kwamba kati ya ile mambo ama ile vitu ningetaka kushughulikia ni watoto wenu ambao wanataka kutafuta ajira kule nje. Mwisho kabisa ni mambo ya infrastructure, na tunajua umuhimu wa barabara. Mimi nikiwa county nimeshughulika ama nimehusika katika ujenzi wa madaraja kwa ile miaka 2.5 ambayo nilikuwa nasimamia idara ya barabara. Tuliweza kujenga madaraja 35. Kwa watu wa Kisesi tulipata daraja 10 kwa hiyo muda, na kuna zingine ambazo zinaendelea kujengwa. Nilishughulikia pia mambo ya kuboresha ama ku-upgrade mambo ya mabarabara. Najua umuhimu wa mabarabara kwa wale wakulima wetu ambao wanapeleka mazao shambani, kwa wafanyabiashara na hata katika maisha yetu ya kila siku. Ile watoto wetu kwenda shule, tukienda hospitali, tunaenda kanisa. So katika maisha yetu ya kila siku ama social life yetu tunahitaji mabarabara ambayo inatufikisha na inaturudisha. Ningetaka kushughulikia mabarabara zetu kuhakikisha ziko kwa hali nzuri. Ile ningetaka kuongelea sana ni mambo ya maji. Kwa sasa naelekeza wakaaji wa Kisesi, nawaambia tuweze kupanda kahawa. Na katika kupanda kahawa tunahitaji maji. Kisesi constituency ama Kisesi sub county na county yetu hii ya Uasin Gishu tuko na miradi mingi tangu wakati wa ukoloni ambazo zilijengwa, lakini kwa sasa zilisimama hasifanyi kazi. Na kwa maoni yangu ama kwa maono yangu ningetaka tuweze kufanya community initiatives ambazo tutachagua a functional water committee for every rural water project. Kila mwaka serikali ya county inajenga miradi mpya ya maji, lakini mpaka sasa hatujaweza kupata a functional mechanism ama mechanism ya kufanya maintenance ya hizo miradi. Kwa wale ambao wanatumia maji ya Eldowas, unajua tunapopata breakdown napiga tu simu na inarekebishwa. Lakini kwa zile water projects za mashinani mpaka sasa hatujapata njia ya kushughulikiwa. Na nimesema kupitia kwa hii community initiative tutakuwa na functional project committees ambao watasimamia. Tutaangalia njia ile ambayo tutakusanya pesa, kwa sababu kwenda mbele kama watu wa Kisesi nataka tuone maji sio tu kwa matumizi ya nyumba. Nataka tuone maji kwa macho ya biashara ama kiuchumi. I want us to look at water as a resource ama input katika agriculture na shughuli zingine za kiuchumi. Kwa hivyo nitakao nawauliza tuungane kwa njia hiyo so that we revitalize, we restore all our water projects ambazo ziko mashinani. Ile ambayo ilipata shida ya pipes tuweze kurepair. Ile ambayo ilipata shida ya tank kutoboka na mambo kama hiyo tushughulikie. Ile ambayo labda pumps ili fail tushughulikie. Wale wamekwama kwa sababu ya bili ya stima tuone njia gani tutafanya, lakini tuhakikishe maji inakimbia.
serikali inapojenga miradi mpya ya maji tuhakikishe ile yote ambayo tuko nayo inatumika. Kwa hivyo kwa watu wa Kisii nataka kuhakikishia kwamba mimi naomba kiti ya ubunge ya Kisii na niko na mipango mizuri ya kuweza kushughulikia mahitaji yenu kama wakaaji wa Kisii. Nimekuwa nikitembea mashinani, nataka kushukuru sana kwa ile maoni ama views ambayo mmenipatia. Nimekuwa nikiwasikiza na mambo hayo nimeweza kujumuisha kwa manifesto yangu ama kwa agenda yangu ama kwa mpango yangu, na nitaendelea kuwatembelea kule mashinani mnapokuwa na shughuli zetu ama shughuli zenu za kijamii. Mtaendelea kuniona pale, maana mimi nimefanya kazi na nyinyi miaka 10 na sina mpango ya kutoka huko. Asante. Yes, my good name is Nebat Nebo, an event planner. And as you see today, we are hosting the House of Luos, and it's happening nice and easy. Jana tulikuwa na Kitenge Fashion Festival. I'm here at Siasa TV hosted by Prince Akala. Yes, Mwesh. Jana ilikuwa Arsenal, nasikia mlinyoroshwa mbaya. It's part of the game. Asiyekubali kushindwa si mshindani. But as a club, we appreciate our team. Remember, for the longest time, Arsenal ilikuwa inafika quarters, last of 16. But for the last 2 editions, the other one ilikuwa quarters. Last year tukafika semis. This year tumefika finali na tumetolewa na penalty. So that shows the team is growing. So next season, vile mnatuitanga watu wa next season, we are trusting the process. All will be well. Yes. Lakini lazima wakati mlishinda game town mzima Eldoret City, kwanza Eldoret City, na wewe ndio ulikuwa umepanga sana. Una organize watu wakaenda mpaka Timba wakapiga sherehe. This round imekuwa tofauti sana. Hata mlikuwa mmengojea ichukue alafu tulikuwa tumepanga rice party. It was on Monday, we were supposed to do one of the biggest party. All Arsenal fans wanapatiwa rice wakiingia, inaitwa rice party. But now it never happened. Kwa majina naitwa AK Atoti. Mimi ni mfanyibiashara hapa sokoni Kahoya Market chini ya Uasin Gishu County, Tharaka Nithi, penye our excellency Dr. William Samoei Ruto anatoka, Turbo constituency. Nasimama hapa kama mama na ninataka kutoa maoni mbili tu na ninaenda straight to the point. Mimi nataka kuambia our excellency Orengo, tafadhali, kama kazi imekushinda, wachana na Gladys Wanga. Ulisumbua baba kuanzia nikiwa kabla sijazaliwa mpaka saa hii bado unasumbua, umerudi tena kusumbua Gladys Wanga. Gladys Wanga ni mchapa kazi. Ukiangalia huyo mama anachapa kazi. Huyo mama amesongea serikali karibu ili alete maendeleo kwa watu wake wa Homa Bay. Wewe Orengo, wewe ni wetu, ni gavana wetu. Umetuletea nini Nyanza, Siaya? Siaya hata roundabout hakuna, inakaa kama ile penye Ochongo Rio inakaa ndani. Hakuna hata roundabout Siaya. Orengo, nakuuliza, barabara ya kwenda kwako umeweka lami? Haujaweka. Barabara ya kutoka Nyalenya kwenda mpaka Nyadorora mpaka Aboke haina lami, lakini unaenda kusimama ukitusi huyo mama. Tena juzi umerudi tena unaenda kuleta furugu huko, watu wanakatwa, Wajaluo wetu wanakatwa, hizo ni kura za Ruto zinapotea, wanakatwa na panga. Orengo, tafadhali, kama kazi imekushinda, toka kwa serikali. Toka, enda kaa chini, enda retire, uachie wenye wanataka kufanya. Kina Rasanga wako, kina nani wako wanataka hiyo kuwania hiyo kiketi yako, watengeleze watu wa Siaya wapate governor mwenye anaweza wasaidia kwa kazi. Gladys Wanga aliposhikana na nini, wanasema ati wewe unasema ati uko one term. One term umetusaidia na nini? Na one term serikali ya Ruto imetusaidia. Na kenye nataka niseme, serikali ya Ruto imetusaidia sisi kama Wajaluo. Tumeishi tukikaa nje opposition kuanzia 1963, lakini wakati wa mzee Jomo Kenyatta vitu yenye Ruto anafanya sahi hatukuona. Moi akaingia, hatukuona. Kibaki akaingia, hatukuona. Uhuru Muigai Kenyatta akaingia, hatukuona. Lakini wakati Ruto aliingia, tunaona sasa maendeleo iko Nyanza, nyumba zinajengwa, tunakaa ndani.
affordable houses. Saa hii hata Mjaluo ana roho ya kwenda kuandamana. Unaandamania nini? Unaandamana na Ruto alisanya mawe yote akajengea nyumba. Saa hii Wajaluo wanaishi kwa nyumba. Alafu mnatuambia ati bei ya mafuta imepanda. My friend, usinunue gari kama mafuta ya shilingi 5 unatumia. Sisi tuko na magari tunaenda na mafuta ya 10,000 na hatuje complain. Hapana, nunua gari yenye nasema sukuma tuende, inachukua mafuta ya shilingi 50 sukuma tuende. Sisi tunaenda na mafuta ya 10,000 na hatuje complain. Na kama unajua unatumia magari ya kukodesha, wachana nayo. Sisi tunasema ni 2 term na imeshika chini, na tena tunaomba Our Excellency Dr. William Samoei Ruto Ochieng. Mimi ninaona pale huko chini Nyanza kuna mahali ya ujejenga. Enda fanya ile mawe yenye Wakikuyu wanacheza nayo huko kwao Dhaya, wakiandamana nayo. Leta Nyanza, endelea kujengea sisi manyumba, kwa sababu saa hii hao ndio wanachoma barabara. Sisi tulitoka kwa kuchoma barabara, na Mungu akubariki Ruto, na uendelee kuchapa kasi na ufinye hii watu kabisa. Amen. Haiwezi potea. Kwa majina naitwa AK Atoti. Mimi ni mfanyibiashara hapa sokoni Kahoya Market chini ya Uasin Gishu County, Tharaka Nithi, penye Our Excellency Dr. William Samoei Ruto anatoka, Turbo constituency. Nasimama hapa kama mama na ninataka kutoa maoni 2 tu, na ninaenda straight to the point. Mimi nataka kuambia Our Excellency Orengo, tafadhali, kama kazi imekushinda, wachana na Gladys Wanga. Ulisumbua baba kuanzia nikiwa kabla sijazaliwa mpaka saa hii bado unasumbua, umerudi tena kusumbua Gladys Wanga. Gladys Wanga ni mchapa kazi. Ukiangalia huyo mama anachapa kazi. Huyo mama amesongea serikali karibu ili alete maendeleo kwa watu wake wa Homa Bay. Wewe Orengo, wewe ni nini wetu? Ni gavana wetu. Umetuletea nini Nyanza? Siaya hata roundabout hakuna, inakaa kama ile penye Ochongo Rio inakaa ndani. Hakuna hata roundabout Siaya. Orengo, nakuuliza, barabara ya kwenda kwako umeweka lami? Haujaweka. Barabara ya kutoka Nyalenya kwenda mpaka Nyadorora mpaka Aboke haina lami, lakini unaenda kusimama ukitusi huyo mama. Tena juzi umerudi tena unaenda kuleta furugu huko, watu wanakatwa, Wajaluo wetu wanakatwa. Hizo ni kura za Ruto zinapotea, wanakatwa na panga. Orengo, tafadhali, kama kazi imekushinda, toka kwa serikali. Toka, enda kaa chini, enda retire, uachie wenye wanataka kufanya, kina Rasanga wako, kina nani wako wanataka hiyo kuwania hiyo kiketi yako, watengeleze watu wa Siaya wapate governor mwenye anaweza wasaidia kwa kazi. Gladys Wanga aliposhikana na nini, wanasema ati wewe unasema ati uko one term. Umetusaidia na nini? Na one term serikali ya Ruto imetusaidia. Na kenye nataka niseme, serikali ya Ruto imetusaidia sisi kama Wajaluo. Tumeishi tukikaa nje opposition kuanzia 1963, lakini wakati wa mzee Jomo Kenyatta vitu yenye Ruto anafanya saa hii hatukuona. Moi akaingia, hatukuona. Kibaki akaingia, hatukuona. Uhuru Muigai Kenyatta akaingia, hatukuona. Lakini wakati Ruto aliingia, tunaona saa hii maendeleo iko Nyanza, nyumba zinajengwa, tunakaa ndani. Affordable houses. Saa hii hata Mjaluo ana roho ya kwenda kuandamana. Unaandamania nini? Unaandamana na Ruto alisanya mawe yote akajengea nyumba. Saa hii Wajaluo wanaishi kwa nyumba. Alafu mnatuambia ati bei ya mafuta imepanda. My friend, usinunue gari kama mafuta ya shilingi 5 unatumia. Sisi tuko na magari tunaenda na mafuta ya 10,000 na hatuje complain. Hapana, nunua gari yenye nasema sukuma tuende, inachukua mafuta ya shilingi 50 sukuma tuende. Sisi tunaenda na mafuta ya 10,000 na hatuje complain. Na kama unajua unatumia magari ya kukodesha, wachana nayo. Sisi tunasema ni 2 term na imeshika chini, na tena tunaomba Our Excellency Dr. William Samoei Ruto Ochieng. Mimi ninaona pale huko chini Nyanza kuna mahali ya ujejenga. Enda fanya ile mawe yenye Wakikuyu wanacheza nayo huko kwao Dhaya, wakiandamana nayo. Leta Nyanza, endelea kujengea sisi manyumba, kwa sababu saa hii hao ndio wanachoma barabara. Sisi tulitoka kwa kuchoma barabara, na Mungu akubariki Ruto, na uendelee kuchapa kasi na ufinye hii watu kabisa. Amen. Napenda kuwashukuru watu wote wenye mmekuja hapa. Hii inaitwa Siasa TV. Hii ni bunge la mwananchi hapa Eldoret, na tunasema asante kwa kutukaribisha hapa. Sisi ni watu tunachukua
mambo kutoka kwa raia kuhusu serikali na kuhusu serikali ya kaunti. Tunaomba mwenzetu hapa atueleze venye hapa kwanza inaitwa Trikadero. Hapa ni kwa mali biashara sana sana inafanyika. Tuko hapa na wanabodaboda wanataka kusema mambo yao kidogo kuhusu mambo ya inji na mambo ya kaunti. So niko na mwenzangu hapa anataka kuongea machache, tusikie anasema. Naitwa Abraham Mayo. Mimi ni mkaji wa Uasin Gishu, nafanya hapa bodaboda hapa Trikadero. So tulikuwa nasema mambo na uchumi ya Kenya sasa. Kwa hapa Uasin Gishu tunaona mambo haiendi vizuri sana. Na tunaomba rais aingilie kati na atusaidie hapa Uasin Gishu County. So tunaomba kumsaada kwa hii Uasin Gishu County. Kwa upande wa aliyekuwa mwanaibu wa rais, tunaambia patia nafasi rais wetu wa Kenya afanye kazi. Sio mambo ya kupiga mdomo huku. So tunaomba tu Gachagua patia time Ruto, hata Uhuru Kenyatta apatie tena William Ruto 2 term. Sisi wakaaji wa Uasin Gishu tunakasirika sana kwa mambo ya Gachagua. Juu ya Gachagua wakati alitolewa kwa uongozi, si ati alikuwa anatolewa kwa ubaya, ni venye analinga rais wetu, si atupendi kama wakaaji wa Uasin Gishu. So naomba tu Gachagua utupe heshima, rais uheshimu na uheshimu kiongozi wako, na tukuogopi. Ukitaka kama yeye ni mwanaume ukuja hapa Uasin Gishu, ukuje uongee ya maneno yako, tuone kama kila mwananchi atasikia maneno yako. So Gachagua, pea rais heshima yake. Sisi tunakasirika kama wakaaji wa Uasin Gishu. Tunajua president ni wa Uasin Gishu County, na si hata sisi tulitoa yeye kwa mikono zetu ahudumie wananchi. So na kuonya Gachagua, kama yeye ni mwanaume ukenyeka hapa Uasin Gishu, si hatuogopi. Tunakuomba tu pea heshima rais. So mimi nakuonya tu, kama yeye ni mwanaume ukuje uniface hata saa hii. Kwangu ni mimi, hiyo ni maoni yangu mimi. Hiyo ni maoni yangu. So huwezi nikashifu hata akuwe mbaya au ona. Huwezi nikashifu kwa maoni yangu. Umeelewa? So mimi ndio nimesema. Mbona unataka kuhujumu wazo langu? Mbona unataka kuhujumu? Wewe yako utafika. Itafika mambo yako ukuje useme. So ngojea yako useme. Ngoja uojiwe useme yako ni ngapi. Bwana Speaker unasema so nawaeleza kwa gavana, kwangu mimi naweka 2. Kwa mama hapo kwa women rep bado mambo ni ngumu, kwa sababu mama tumeona venye wakati alielectiwa hakukuja kudeliver na sisi, wakati sasa imefika wakati ya kura akaja. So inamaanisha hayuko na sisi, wakati sasa anataka kura ndio anakuja kwetu hata So hii ni bunge, so kila mtu ako na mawazo yake tofauti. Pia Ruto 2-term movement. Ruto ni 2-term. Hii hatubahatishi, hii inakuanga sure bet. Nikirudi hapa kuanzia hapa maneno ya ugavana, ndugu zangu, nimesikia mmoja akilalamika hapa, wakati mwingine amesema mzaa aende 2-term. Ukweli ni kwamba sisi hatuna sababu ya kutoa koti moja. Sisi hatuna sababu ya kutoa mzee. Sababu mimi niseme hivyo, hivi ni Mandago alikuja awamu yake ya kwanza, tukalia tukasema atoke. Lakini tukasema hapana, ni binadamu arudi awamu yake ya pili, na akamaliza akatoka. Koti moja ndio huyu tu amekuja. Siwacha amalize tu msimu amefanya kazi. Koti moja ni binadamu, si Mungu. Lazima tukue na makosa kwa uongozi. Si tuambiane tu kweli. Haiwezi kuwa perfect kwa kila kitu. Tu appreciate kwa chenye amefanya na tumpe awamu ya pili amalize na atoka aende, mwingine akuja achukue. Mimi sijaona mtu akubishana na koti moja. Nikiongelea maneno ya 2-term na 1-term, please. Maneno ya 1-term na 2-term kuna shida ambayo iko. Wacheni niwaambie. Tumesikia visanga ambazo vimefanyika, mtu akisema 2-term anachomwa.
Kuna wamama wawili saa hizi walichomwa, kuna mwenye alichomwa sijui na petroli, mwingine amechomwa sijui na githeri. Tunataka tuseme hii kitu. Watu wa one term. Hapa Eldoret tuko na watu wa one term. Na hapa ni ngome ya rais. Hamujai sikia hapa. Kuna watu wenye wanasema one term hapa. Hatujai sikia mtu amepigwa kwa sababu anasema one term hapa. Mimi natoka Huruma. Kuna mtu wa DCP amesimama. Ngoja kwanza bwana. Ni nini na hii kiara? Kuna mtu wa DCP amesimama pale Huruma anaitwa Aaron. Anasema one term. Ni nani amempiga? Haita kwanga ati mtu akisema one term ama two term apigwe. Hiyo ni ujinga na kutotumia akili. Upumbavu. Ujinga mtoe Kenya. Hii Kenya ni ya kila mtu ako na haki. Kusema two term popote penye anataka atasema. Si ati ukisema two term upigwe. Na kama ni hivyo, tunataka tuhatarishe. My friend, kama mtaendelea na ujinga, si mnaona tu Ruto ametulia. Mnafanya visanga na William Samoei Ruto ametulia. Mnafanya vituko na yeye anaendelea kuchapa kazi. Wakati atarudi kwa shike sasa aseme mimi ndio huyu nimerudi. Na mulete ujinga. Nyinyi hamtapatikana, tutapotea na nyinyi Kenya, mtoka kabisa, muenda kabisa. Jingeni hiyo, muachane nayo. Sisi kama wakazi wa Uasin Gishu hapa tunataka amani. Wewe kuja na sera, William Ruto hakuja na sera, tukutane kwa debe. Kama umeshaanza kuogopa, mnaanza kupiga watu ovyo na kuchoma watu, inamaanisha mmeshaogopa. Muachane na vitu ya kuogopa, kujeni tu kwa debe. Sisi hapa Uasin Gishu mnasema aje, two term ama one term? Nataka watu wa two term mbebe mikono, Mr. Cameraman. Two term kwa president. Hapa sisi tunasema tunachunga Ruto, na kama nimeona hata security pia imeteketa. Yaani hii ni kama pia wanatupea wasiwasi. Na mimi kama Mulia Ruto nasema hivi, kama security ya president imeshindwa na kazi, mtupee sisi wenyewe tulinde Ruto. Tutalinda William Samoei Ruto. Hatutakubali ujinga. Tutamlinda kwa chochote. William Ruto two term, koti moja two term. Anataka kama mimi naweza sema mimi ni mtu wa Simba ni moja, na hiyo ni haki yangu. Kusema Simba ni moja ni haki yangu, lakini itafika time ya kufanya siasa mtu akuje na report card yenye inaonyesha kazi yenye amefanya. So ile kitu tunaomba tuendelee kukaa na amani na tuendelee kusaidia President Ruto amalize term yake. Asante. Miaka 10. Two term. So tuko hapa maeneo ya Trikadero. Naona wakaaji hapa wanasema tu kitu moja, wakitaka tu watu waende maandamano ni kitu moja. Muweke mafuta 50 wanaenda maandamano, kwa nini imeshuka? Hawa wanataka ipande. Kwa sababu maisha ya Singapore si rahisi. So ningependa hapa mmoja wetu atoe maoni kama bado yuko, unaweza kuongea. So tuko hapa na mzee, karibia hapa atueleze kwa sababu ni mkaaji hapa. Na nimeona Eldoret imenyamaza, imetulia sana. Karibu. Basi asante sana mwandishi wa habari. Ya kwanza ni kuchukua fursa hii tukiongelea mambo ya mafuta. Sisi ni wakaaji hapa. Mimi naitwa Jonathan Sirma. Mimi ni mkaaji wa tauni. Mimi ni memba wa matatu. Naunga mkono vile chama na masema ya kwamba bei ya mafuta ni kulingana na uchumi mnaye vile imeenda. Kwa hivyo sisi hapa Uasin Gishu, wale watu nataka nirudie ya kwamba wale watu ambao waliweza kufanya maandamano si watu wa matatu, kwa sababu hawana matatu. So mafuta ilipanda, supermarket ikachomwa. Hapa Eldoret tukuona hao watu ambao walikuja hapa na kusema ya kwamba ati Eldoret iko na maandamano, sisi tunawakashibu na tunawakemea, tunawaambia shetani shindwe. Kwa sababu hapa sisi kama watu wa Eldoret, watu wa Uasin Gishu, sisi watu tunapenda amani, na sisi tunaombea rais wetu aendelee hivyo hivyo. Lakini tunaambia mheshimiwa rais ambaye alistaafu wakati Raila alipokuwa baada yako hai, nafikiria kwamba mafuta ilipanda. Wakati Raila alipotetea, yeye akasema kwamba yeye ni wasimu. Naye kati yake sasa hii mafuta imepanda. Na swali ni hii, nani ndio kichwa yake ni mbaya? Kama umestaafu, enda kaa nyumbani, chunga kondo yako nyumbani, wachie Ruto aendeshe nchi jinsi anavyoendelea. Tunaangalia kazi, kwani kazi yenye Ruto anafanya kila siku haionekani jameni? Fofote House imechengwa Kiambu. Wapi hapa Eldoret imechengwa kila mahali. Yeye ni mtu ambaye anajali maslahi ya kila Mkenya. Haijalishi ulimpigia kura ama hukumpigia kura. So tunasema ya kwamba tumeangalia kama nchi za nje. Sasa magari zimesimama kwa barabara. Ni kwa sababu ya mafuta. Sisi hapa Uasin Gishu, hasa Kenya mzima,
magari bado zinatembea. Tunaambia kwamba Ruto, shikilia hapo, weka ikuwe 300, tuache ikuwe change, alafu inji hii ikae vizuri. Na ukisema ya kwamba uchumi imeenda juu, hakuna kitu ya bure, mpaka ufanye kazi. Ndio hiyo sasa. Hata sisi hakuna kitu ya bure. Walikuwa wamezoea bure hao watu. Ruto alipoingia katika mamlaka alikata pipe ya wesi. Ndio unaona hao wanapweka ni watu ya timtumbo. Watu wanataka chakula kujitakia binafsi. Lakini wananchi wanaumia hapa. Uhuru mbona hakufungua petrol station asaidia watu wake huko Central? Lakini sisi hatutaki, sisi tunaishi na Wakikuyu hapa na amani. Na tunawaambia Wakikuyu ambao wako Wasingishu hii wakae vizuri. Kama walikuwa wamekaa 50-50 wakae 100%. Sisi ni watu ambao tunapenda amani. Mambo ya mafuta ni Kenya mzima na ni dunia mzima. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ya nini? Mafuta iko Kenya. Sisi tunatembea mpaka saa hii unaona mimi bado niko town na ninajua kwamba nitafika KCS Moi University. Yes. Kwa sababu mafuta iko, magari siko. Lakini mambo ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta tunakuambia stafu pole mzee. Enda kula vitu yako huko, kuita pia mbili, relax hapo, kula kitu yako, choma nyama yako, relax. Wachana na wananchi. Sisi tulikuheshimu tukakopea mwaka 2. Sasa unasema ati tuli mistake. Kwa hivyo pia wewe uli mistake akiwa deputy wako. Nasema 10. Sasa tunasema hapa Eldoret ni 2 term. Watu wa kabila sote nyoko hapa wanasema ni nini? 2 term. Asanteni sana. Kwa president venye mwenzangu amesema, Uhuru Kenyatta alituambia wakati watu walalamika mafuta imepanda, alisema si yeye ameanzisha vita Ukraine. Si alisema hivyo? Akasema watu waache kulia. Saa hizo wakati wa Ruto mafuta imepanda, bado na ile ujinga yake anakuja kuambia Ruto Wakenya wanalalamika. Nataka niulize nyinyi wa Kikuyu, Uhuru Kenyatta tu huyu mwenye anasema hizi rubbish ambazo ziko Kenya hizi zote ni za nani? Ngoja kwanza, ni za Uhuru Kenyatta. Kama Uhuru anawapenda na anaona mafuta imepanda, si aende kwa hizi rubbish afupishe ashukishe mafuta hata auzie watu shilingi hata 80. Si mafuta ni yake. Mbona anakuja Uhuru Kenyatta enda retire. Bado mama yako yuko. Enda kupikia uji, kunywa huko na bibi yako huko, wachana na William Samuel Ruto. Kwa miaka 3 huwezi linganisha Ruto na Uhuru. Mimi huwa nasema kila siku, chenye Uhuru alisaidia kama sisi Waluya ni bibi yake kuleta Linda Mama. Wakati walileta Linda Mama, watu tulizaana ovyo ovyo. Walia tukazaana ovyo ovyo, tukakuwa kama maslave. Tukashindwa kutunza watoto, mtu mmoja ako na watoto 8 sababu Uhuru Kenyatta wameleta Linda Mama kuzaa ni bure. So ikapatikana hauna hata venye unaweza jisaidia, lazima ukimbie kwa Kikuyu akupe kazi ya kulipa shilingi 150. Juu huko na watoto wengi hakuna venye utasurvive. Saa hii Ruto mimi nasema hivi, Ruto tunashukuru sana. Hii maneno Linda Mama hata kama ulitoa ulisaidia. Ulikuwa unaambia watu waende wapange uzazi, wamekataa. Mtu akifikiria kutoa shilingi 10,000 kwenda kupea bibi mimba, mtu anaona hapana, heri niwachana hii shughuli. Linda Mama hata please William Samuel Ruto ungewacha ibaki. Sasa hivi Wakenya wanapumua. Mtu anaona kuzani, anaona hii hapana. Wacha nizae watoto 2 na nijilee. Kusema kweli watoto wengi ni umaskini. Uhuru Kenyatta alikuwa umetuleta umaskini kumbavu wewe. Wachana na William Samuel Ruto. Wachana na William Samuel Ruto. Usizoe Ruto. Akili ya Ruto huwezi linganisha, hata mweka akili yenu nyinyi wote. Ruto amewashinda kumbavu wewe. Alipewa nguvu na OCPD, akaambiwa waachilia hawa watu kwa sababu hawana hatia yote. Baada ya kuwaachilia watu kwenda nyumbani, jioni kulikuwa na press conference by Murkomen ambao ilisemekana kuna watu 300 ambao wameshikwa, lakini wale watu 300 hawakuwa kwa sababu walikuwa shaachiliwa. Sio ikasemekana kwamba lazima watu wengine walaumiwe. Na unajua kwamba jana watu walipigwa risasi wakaumizwa, so lazima watu tutafutiwe makosa. OCS ni rafiki wa Wakenya. Ukiangalia hapa kuna Wakenya wengi sana. Hao Wakenya wote wamekuja kuunga mkono Bwana Addition. Tunasema kwamba akienda kotini tutamtolea bond, tutampigania, na polisi wote Kenya mzima usifuate sheria ambayo si halali. You can disobey illegal orders and Kenyans will defend you. So we in solidarity with the OCS. We'll pay his legal fees, we'll support him, and if he's fired, Kenyans will hire him. So from today, he's ours. Si ni kweli? Huyo askari sasa ni wetu, si wa Murkomen ama Kanja, ni wetu. Na askari wote Kenya mzima, usipige wa Kenya. Wa Kenya wanaounga polisi mikono, wapewe mshahara mzuri na wapache kuwa wa Kenya. That's why we're here in solidarity with Addition.
So thank you very much. My name is Titus Mahanu. I am also an advocate of the High Court of Kenya. Indeed, this morning we've been so surprised that an OCS exercising his constitutionally mandated powers to either decide for suspects to be arraigned in court or to be released. We understand and we all know the law. The OCS has those powers. The OCS is the officer commanding police station. He takes instructions from no one. He takes instructions from the law. So obviously, if at all he has violated any police code of conduct, then that becomes a disciplinary issue. We are surprised that he is being arrested and tried and being dragged through the criminal justice system. But one thing we want to assure Kenyans is that there is a plethora of lawyers, including myself, who have put themselves out there to represent any person who stands with the law, including this OCS. So we are telling the perpetrators of this injustice that we as lawyers, we are waiting and we are ready. And one thing we can also assure Kenyans is that we only have 14 months to go. Just persevere, 14 months to go. This autocratic regime will be out of power. And all these atrocities that are being committed against Kenyans, including this persecution, will be brought to book. So we are waiting and we are expecting that from here he'll be taken to court and we are going to defend him zealously. He needs to be released forthwith because there is no offense that he has committed. So we are waiting and that is the information. Unaangalia unasema wacha nishughulike na jamii yangu kama first priority. Hizi jamii zingine nisiangalie. Na hiyo ndio vitu inaharibu ward. Ukichaguliwa kama MCA, hujachaguliwa na mtu mmoja, umechaguliwa na watu kadhaa. Lazima ufanyie watu kazi. Lakini huyu wetu mwenye yako Kiplombe, mimi naweza sema ni ukabila ameweka mingi sana. Ukiangalia tukienda hata mambo ya basari, iko na shida. Waja consider watu wote. Ukienda sehemu ya Kiplombe ya juu, ndio wanapeleka mambo ya basari. Lakini ukikuja haba na Kiplombe, Township, St. Patrick's, St. Mary's, mali wanaweza locate ama West Institutional, hawaweki, wameconcentrate na reserve. Inakuonyesha kuna ukabila. Na mimi nikipewa jukumu la kukua MCA, mimi ni mtu nimezaliwa katikati ya makabila. Lazima nishughulike na kila mtu. Kila mtu apate basari. Na kama kundi na nimesema MCA mwenye yako na akili na mwenye amesoma, lazima basari yako peke yake haitoshi yenye iko kwa doketi yako. Tafuta hata well wishers wenye wako nje wapate nini kukusaidia ili utimize ndoto yako kwenye ward yako. Asante. Mheshimiwa, kuna mmoja mwenye anasema mheshimiwa usalimiwe sana. Salimia mheshimiwa. Niko pale Kisumu Ugenya. Anasema hapa Malava border tunakucheki live mheshimiwa. Alafu anasema hapa niko pale Kisii. Mheshimiwa unafanana Wajakoya. Alafu kuna huyu Sele anasema pale Kitale tuko na kiongozi wetu Natembea. Wewe unaunga mkono Natembea ama? Mimi niko kwa kaunti ya Uasin Gishu. Na siasa nasema siasa iko na mambo mengi. Na siasa haijajipanga ndio inajipanga. Tumeona kina Sifuna, umeniuliza swali ya kwanza, kina Sifuna wako ODM. Ukasema niko kwa ODM gani, nikakwambia ODM ni moja na certificate ni moja, kuna certificate mbili ya ODM. Natembea hata mwenyewe sasa anapigania akirudi term ya pili. Na atajistructure, utapata anaweza ingeta ODM ama ende UDA. Ita depend ama anaweza kuja na party nyingine. So mambo ya kusema naunga ule na kuunga ule, sasa it is too early for me, kwa mimi kusema ya kwamba naunga mtu fulani. Mimi ni kuchapa kazi na kuendelea na mambo ya kazi. Vile nafanya kazi kwa ground. Asante sana. Na asante kwa hiyo swali. Mheshimiwa, pokea salamu kutoka Migori. Mheshimiwa, pokea salamu kutoka Migori. Two term. Mheshimiwa uko strong. Ambia hii watu wasikutishie. Kiplombe Eldoret City mimi naijua vizuri. Usitishwe na governor. Alafu kuna mwenye ameuliza hapa, governor akikununua usinunulike. Alafu kuna huyo rafiki yetu anasema hapa mimi ni Samkis. Salimia mheshimiwa. Samkis sijui si Samkis ni mgani Samkis. Samkis huyo ni mwenye alisimama MP Turbo Constituency. Rafiki yangu sana. Pia kuna huyu mwenye ameuliza hapo, mheshimiwa ukiona hapo Turbo tunafaa tuongozwe na nani?
because naona wengi wamejileta sana. Hebu tuambie tu support nani because tumechanganyikiwa. Sasa ni swali mzuri, na mimi kama mwanasiasa sitaki kuegemea upande yoyote. Na nimesema siasa inajipanga saa hii. Saa hii nitasema na support mtu fulani. Mtu wa kwanza akasema hapo, mheshimiwa, usikubali kununulika. Saa hii nikisema msimamo wangu na support mtu fulani, watasema nimenunuliwa na huyo mtu. Mimi ni mtu niko na pesa yangu kidogo na finance yangu kidogo, na ngangana nayo vile naweza saidia watu ya Kipulombe. Na saa hii it is too early for me to predict whom to support when it comes to issue of mambo ya MP. Siwezi sema na support fulani fulani, it is too early. Siwezi sema na support mtu fulani while niko kwa chama nyingine. Sasa lazima tupeane wakati, sababu siasa itajipanga hapa mbele. So hiyo ndio nitafanya declaration nikisema na support mtu fulani kwa MP. Asante. Mheshimiwa, nipe namba yako. Mheshimiwa, tuma pay bill. Mheshimiwa, nipe namba yako. Mheshimiwa, ungetengeneza pay bill tungechangamuka. But hatuna imani kama tunaweza changamuka alafu tukukose kwa ballot. Ni swali mzuri. Mimi Mheshimiwa Evans Odhiambo nilijipanga kwa muda mrefu. Na kujipanga kwa muda mrefu nimekuwa nikikuwa ground. Saa hii ni 5 years nikiwa kwa ground. Napigania watu. Na kupigania watu sidhani itafika saa ya ballot mimi nikose kufika kwa ballot. Jambo la pili, I'm not cheap to be bought. I'm expensive to bargain with people. Sasa ya kwamba mimi kuambiwa sitafika kwa ballot, huyo ni mtu hayuko sure. I'm strong, I'm having energy, niko na hiyo financial muscles na siwezi nunuliwa. Na niko na vision ya kwamba nataka kuongoza watu wa Kipulombe. This time nataka Kipulombe ikuwe na changes. Na changes lazima tushirikiane na wale common mwananchi, wale wapiga kura ndani ya Kipulombe ward, Turbo constituency, ili nibadilishe hiyo Kipulombe yenye imekuwa nyuma. Ukiangalia Uasin Gishu County kwa town zote, kwa eneo zote ama wards zote, Kipulombe iko nyuma. Hapo ndio mahali unapata watu bado wanatembea na besheni kwenda kutafuta maji ya kuchota. Hapo ndio unapata watu wanamulika na torch, na tunasema Uasin Gishu Eldoret ni town. Hiyo vitu yote nataka tung'oe kabisa, tukishirikiana na ile serikali kuu yenye itakuwa pale 2027. Asante. Mheshimiwa, kuna wewe mwenye anauliza, unazungumzia Kipulombe ward yenye iko Eldoret. Barabara zetu za Kipulombe ward zimetengwa sana, hazijawekwa lami. Ukilinganisha na Huruma imewekwa lami. Hatujui shida mahali iko ni MCA wetu wafanyi kazi ama ni nini? Barabara zetu ni mbaya Kipulombe. Ni swali mzuri. Unajua, ndio nimesema ina depend na leadership na akili yenye mtu ako nayo. MCA mwenye alichaguliwa alichukuliwa tu amechaguliwa. Na kuchaguliwa hakukuwa ready na mambo ya kufanya kazi. Hasa ukiangalia mambo ya World Bank, sisi ndio tumepush mambo ya World Bank. Tukienda kwa hizo programs tukiinitiate, ifanyike Maline, ifanyike Kipulombe, ifanyike Huruma, tulisukuma hizo programs na agenda ya kwamba ifanyike. Lakini unapata viongozi wengi ama wao MCA wanataka kujiegemezea mambo ya World Bank kama ni yao. Na nataka kuambia common mwananchi ama wale wapiga kura wanyoko ndani ya Kipulombe ama sehemu zingine, mambo ya World Bank si ya MCA. Mambo ya World Bank ni national. MCA kuambia barabara gani alitengeneza, sababu wako na rasilimali. Sasa saa hii angalia Kipulombe ward. Allocation yenye imefanyika Kipulombe ward. Imekuwa, hebu piga 50 million. Sasa tuko tamu ya ngapi? Ya 4. 50 million times every year 50 million inatoka times 4. Inakuwa pesa ngapi? 200 million. Na bado watu wa Kipulombe hawana barabara. Sasa inakwambia MC anapata na wale maengineer wenye tunasema wamepewa contract za kuunda mabarabara nini? Wanaunda barabara na kuna zingine unatupia MCA. So hakuna kitu ilifanyika. Kama Gilbert anasema amefanya kazi Kipulombe, aonyeshana hata barabara moja yenye ametengeneza kwa doketi yake. Asihitaji vitu ya hata World Bank. Asante. Yeah. Yes, of course. Wacha cheki watu wangu wa Instagram. Unasemaje watu wa Instagram? Thank you sana. Bado tunaendelea, tunapiga story hapa na mheshimiwa, tuko live na bado tunazungumzia masuala yanayohusu Kipulombe ward. Tunapozungumzia Kipulombe ward, kuna mtu anauliza hapa Kipulombe ward inapatikana wapi? Jilan from South Sudan. Jela, nashukuru sana.
na mimi nimekaa South Sudan, nimefanya kazi na NGO huko, nimekuwa na UNIMES, nimekuwa na Goal Organization. Mimi naongea kabila kama 3 ya Southern Sudan. Nimekuwa Bargazal, nimekuwa Awil, jana popote ulipo South Sudan. Asanti sana. Mungu akubariki hata kama una communicate South Sudan. Anasema hapa jibu gurusu ni kusema leta pesa. Unasikia? Jibu gurusu ni kusema leta pesa. Anasema leta pesa. Jibu gurusu ni kuleta pesa. Sasa utaletaje pesa na wewe uko Kenya hapo? Jibu gurusu ni kusema kuleta pesa, hiyo ni Arabic na nimemwambia asante sana. Ama anataka kupea pesa. No, nataka kusema jibu gurusu ni leta pesa. Leta pesa, unanisikia? Ni leta pesa. Jibu gurusu ni kuleta pesa. Hiyo ni Kiarabu. Sasa ameuliza swali mzuri, Kiplombe inapatikana wapi? Kiplombe inapatikana Eldoret, Kenya, Uasin Gishu County. Na iko sehemu ya, ukiangalia wanataka kujua, ukienda Kiplombe unajua unaangalia kutoka Paul's Bakery mpaka fence ya Barracks upande wa juu. Hiyo ni Kiplombe yote mzima. Unaona vile Kiplombe ni kubwa? Kutoka Paul's Bakery ukienda mpaka fence ya Barracks, inaishia kwa fence ya Barracks. Barracks hiyo yenye iko tunaenda nini, ukienda Soi. Kiplombe inafika hapo. Na unaangalia unasema wacha nishughulike na jamii yangu kama first priority. Hizi jamii zingine nisiangalie. Na hiyo ndio vitu inaharibu ward. Ukichaguliwa kama MCA, hujachaguliwa na mtu mmoja, umechaguliwa na watu kadhaa. Lazima ufanyie watu kazi. Lakini huyu wetu mwenye yako Kiplombe, mimi naweza sema ni ukabila ameweka mingi sana. Ukiangalia tukienda hata mambo ya basa iko na shida. Waja consider watu wote. Ukienda sehemu ya Kiplombe ya juu ndio wanapeleka mambo ya basari. Lakini ukikuja hapa na Kiplombe Township, St. Patrick's, St. Mary's, mali wanaweza locate ama West Institutional hawaweki, wameconcentrate na reserve. Inakuonyesha kuna ukabila. Na mimi nikipewa jukumu la kukua MCA, mimi ni mtu nimezaliwa katikati ya makabila. Lazima nishughulike na kila mtu. Kila mtu apate basari. Na kama kundi na nimesema MCA mwenye yako na akili na mwenye amesoma, lazima basari yako peke yake haitoshi yenye iko kwa doketi yako. Tafuta hata well wishers wenye wako nje wapate nini kukusaidia ili utimize ndoto yako kwenye ward yako. Asante. Mheshimiwa, kuna huyu mwenye anasema mheshimiwa usalimiwe sana. Salimia mheshimiwa. Niko pale Kisumu Ugenya. Anasema hapa Malava border tunakucheki live mheshimiwa. Alafu anasema hapa niko pale Kisii. Mheshimiwa unafanana Wajakoya. Alafu kuna huyu Sele anasema pale Kitale tuko na kiongozi wetu Natembea. Wewe unaunga mkono Natembea ama? Mimi niko kwa kaunti ya Uasin Gishu. Na siasa, nasema siasa iko na mambo mengi. Na siasa haijajipanga, ndio inajipanga. Tumeona kina Sifuna, umeniuliza swali ya kwanza, kina Sifuna wako ODM. Ukasema niko kwa ODM gani, nikakwambia ODM ni moja na certificate ni moja, kuna certificate mbili ya ODM. Natembea hata mwenyewe sasa anapigania yake kurudi term ya pili. Na atajistructure, utapata anaweza ingeta ODM ama ende UDA. Ita depend ama anaweza kuja na party nyingine. So mambo ya kusema naunga ule na kuunga ule, sasa it is too early for me, kwa mimi kusema ya kwamba naunga mtu fulani. Mimi ni kuchapa kazi na kuendelea na mambo ya kazi. Vile nafanya kazi kwa ground. Asante sana. Na asante kwa hiyo swali. Mheshimiwa, pokea salamu kutoka Migori. Mheshimiwa, pokea salamu kutoka Migori. Two term. Mheshimiwa, uko strong. Ambia hii watu wasikutishie. Kiplombe Eldoret City mimi naijua vizuri. Usitishwe na governor. Alafu kuna huyu mwenye ameuliza hapa, governor akikununua usinunulike. Alafu kuna huyo rafiki yetu anasema hapa mimi ni Samkis. Salimia mheshimiwa. Samkis sijui si Samkis ni mgani Samkis. Samkis huyo ni mwenye alisimama MP Turbo constituency. Rafiki yangu sana. Pia kuna huyu mwenye ameuliza hapo, mheshimiwa, ukiona hapo Turbo tunafaa tuongozwe na nani? Because naona wengi wamejileta sana. Hebu tuambie tu support nani because tumechanganyikiwa. Sasa ni swali mzuri. Na mimi kama mwanasiasa sitaki kuegemea upande yoyote. Na nimesema siasa inajipanga saa hii. Saa hii nitasema na support mtu fulani. Mtu wa kwanza akasema hapo, mheshimiwa usikubali kununulika. Saa hii nikisema msimamo wangu na support mtu fulani,
watasema nimenunuliwa na huyo mtu. Mimi ni mtu niko na pesa yangu kidogo na finance yangu kidogo, na ngangana nayo vile naweza saidia watu ya Kipulombe. Na saa hii it is too early for me to predict whom to support when it comes to issue of mambo ya MP. Siwezi sema na support fulani, it is too early. Siwezi sema na support mtu fulani while niko kwa chama nyingine. Sasa lazima tupeane wakati, sababu siasa itajipanga hapa mbele. So hiyo ndio nitafanya declaration nikisema na support mtu fulani kwa MP. Asante. Mheshimiwa, nipe namba yako. Mheshimiwa, tuma pay bill. Mheshimiwa, nipe namba yako. Mheshimiwa, ungetengeneza pay bill tungechangamuka. But hatuna imani kama tunaweza changamuka alafu tukukose kwa ballot. Ni swali mzuri. Mimi Mheshimiwa Evans Odhiambo nilijipanga sema ya 30,000. Hawa vijana wengi watu wanatumia hizi mikopo ndogo ya chama. Ukinyang'anya Juma, ukiongelea mambo ya investor. Inasemekana kuna ma-investor walikuja hii town kuinvest. Na hata county ndio iliweza ku make sure hao ma-investor waezi invest hii town. Sasa mwananchi hapa anafaidika kivipi kama county ndio inaangamiza investor? Mimi nataka kusema ya kwamba Chellim ni kiongozi mzuri, lakini advisors wake ni wabaya sana, kwa sababu ukiangalia hata saa hii wale watu ambao wamechangia Governor Chellim kuambiwa one term ni advisors wake na watu ambao wanafanya kazi na wao. Kwa mfano 2024 kuna investor ambaye alikuja kufungua kampuni ya samaki inajiita Victory Fish. Victory Fish kwa taratibu za kawaida za county, mimi nikitaka kuja kufungua biashara hapa Uasin Gishu, what I do, I apply for that registration for license kupitia kwa Wizara ya Trade. Wakiona kwamba na qualify, niko na kila kitu ambayo inaniwezesha kufanya hiyo biashara, basi napewa leseni ya kufanya biashara. Lakini kwa mara ya kwanza kwa historia ya county, huyu investor was subjected to public participation. Eti watu wakuja ulizwe kama watakubali investor kuja kufanya biashara. Kwa sababu gani? Kuna mtu ambaye alikuwa anakuwa protected. Na ndio maana leo hii Uasin Gishu samaki price inakuwa determined with one individual ambaye anaitwa Mama Dota. Bei ya samaki inakuwa determined with this one person because he is the supplier, and therefore it determines the price of the fish. Huyu Victory Fish is actually a big business investor in Kisumu. Hiyo ndio kazi ambayo anafanya, na ana supply samaki across the country. Akaona kwa sababu Uasin Gishu imegrow, imekuwa city, it's high time akuja fungue depots within Uasin Gishu. Aweke depot in Kisumu ndogo ambayo ingetuwezesha, ingepea vijana wetu nafasi ya ajira, na pia upande mwingine ingepunguza bei ya samaki. Kwa mfano mimi niko na watoto 7. Kwangu mimi ndio nikule samaki, I need 1,500. Lakini kama Victory Fish ingeruhusiwa kufungua depot in Langas, ningeenda kununua samaki kilo 1.5 which would have been equivalent to 500 shillings. Mimi ningeenda shilingi 500 kwa hiyo depot, ningenunua samaki, nilipe 50 bob nyingine nitengenezwe samaki, nilipe another 100 nichomoe samaki. Niende na samaki ya tongo ngikula washibe mpaka ibaki yake. Lakini kwa sababu ya ubinafsi wa kisiasa, Governor Chellim alikuwa misadvised, alifukuza investors kwa sababu ya mtu mmoja, ili huyu mtu mmoja control, akuwe na monopoly over fish market in Uasin Gishu. Uasin Gishu is a city. In fact, tukiangalia fish supply kuna deficit ya samaki, but alifanya mpaka investors wakaenda. So mimi kwanza nataka kuomba Mheshimiwa Governor kwa unyenyekevu mkubwa, ruhusu Victory Fish Farm irudi Uasin Gishu, ifungue depots in Huruma, Langas, Kamkunji, waende Kipkorgot wafungue fish depot, waende Munyaka waweke depot, ili samaki kuje karibu na watu, ili pia iweze kupunguza bei kwa consumers, kwa sababu sisi consumer ndio tunaumia. Mtu ambaye anafaidika leo na samaki ni mtu mmoja kwa Uasin Gishu, kwa sababu if one person has monopoly over fish price in Uasin Gishu, what are you telling us? Na kuna investors wengine. Kwa bwana Governor, tunaomba wewe kwa kiongozi ambaye unafungua space ya watu kuinvest, usikuwe sababu ya investors kutoroka. Be the reason to attract investors to come and invest in our county, because if Victory comes today, we are guaranteed several youths will get employment in that company. Managers, supervisors, clerks, cashiers,
distributors, they'll be there. They'll get employment and also consumers will benefit. Kwa sababu ile samaki tunauzwa 500 nitanunua 300. Samaki nauziwa 300 nitauziwa 200. Samaki ya 200 nitauziwa 150. Consumers tunaumia. We are humbly requesting our governor, because you are a man that I know you understand what leadership is, opens business space for investors to come and invest. Na gavana tangu hiyo siku mwenyewe hajawahi chukua mwelekeo kutoka hapa, alinyamazia hiyo swala tu likanyamazika hivyo. Hii swala ya samaki imekuwa janga kubwa. Na in fact ningetamani sana na ningependa utembelee fishmongers in Eastleigh, usikie maoni yao, ili sikue leo Mheshimiwa Juma anaongea kwa niaba ya fishmongers. Ni mzuri mngeweza kusikia sauti ya fishmongers, wao wanasema nini kuhusiana na mambo ya samaki. Fishmongers wamekuwa suppressed, fishmongers wameumia, na governor amekuwa adamant, amekataa kuwapea masikio. Ukienda kuna mtu alikuwa anitwanga hapa Akechi aliumia sana kwa mambo, kwa sababu yeye alikuwa afunguliwe, yeye ndiye alikuwa kwa manager wa Victory hapa Uasin Gishu, kwa sababu tu kwamba alikuwa anaenda kufungua an alternative fish supply depot. Alipigwa vita na county, alidhulumiwa, alihama sasa anafanya kazi Kitale, alienda kufungua depot Kitale. So that is investment yenye kuja Uasin Gishu imeenda wapi? Kitale. Kwa hivyo mimi ninaomba na nitarudia tena kwa nyenyekevu sana, bwana governor, usikubali advice zingine ambazo zinakuumiza, kwa sababu leo mimi najua utatafuta kura yao fishmongers. How will you convince them to be a good governor to them? Yet wakati walikuhitaji uliwakata. Wewe ulikubali mwito ya mtu mmoja ambaye akona kura mo at the expense of all fishmongers in Uasin Gishu. Tunakuomba kwa unyenyekevu mkubwa, kwa sababu ya also revenue collection ya Uasin Gishu. Tunataka pesa. This is the county of, hii ni home county ya rais wetu Mheshimiwa William Samoei Ruto. We want this county to be a model county. Fungua business environment space for investors. Wahisi wakiwa safe, wahisi wakikuwa ambao wanakubalika, wahisi ya kwamba Uasin Gishu ni city ambayo iko ready na ripe for investment. Allow investors to come in Uasin Gishu to do business. Ita create employment, itapea vijana wetu opportunity. Na kitu important nilikuwa nataka kuongea in regards to this, na nataka wananchi wa Kenya wanisikize vizuri sana. I am not in one term or two term, that is not my business as a leader. Lakini leo mniruhusu nizungumze kwa sababu ya hii mwemko mpya ya two term, one term. Rais wetu Ruto amepitia changamoto kubwa sana, sio kwa sababu ati hafanyi kazi, sio kwa sababu ati huyu mtu sio kiongozi mzuri, lakini ni kwa sababu wale watu ambao ni office bearers kwa ground, kwa mfano county commissioners, chiefs, DEOs, polisi, watu hawafanyi kazi yao kulingana na vile inatakikana. Kelele yote inarudi kwa ofisi ya rais. Kwa sababu gani? Hawafanyi raia kazi. Lakini leo chiefs wako wanafanyia raia kazi. Ukienda hospitali unatibiwa, ukienda kwa ofisi za serikali unahudumiwa. Hii nduru unasikia leo watu wanapiga, leo angekuwa anapigia rais. Lakini kwa sababu gani? Watu wamepolitize kila kitu. Wamewacha rais anabeba mzigo, kwa sababu the president cannot micromanage the whole country. Ile ni ofisi ambayo iko above every other office. Kazi yake ni coordinate inchi. Lakini kuna watu ambao ni office bearers wamepewa jukumu na responsibility. Kwa mfano ukikuja leo Uasin Gishu, land grabbing imekuwa rife. Uasin Gishu imekuwa ni city of goons na criminals. Imekuwa comfort zone ya wezi. Raia unanyang'anywa shamba yako mchana hadharani. Na usitu unanyang'anywa na watu ambao hawajulikani. Some of them are leaders. Some of them are people who are closer to power. Watu notion yao wanaamini when you see a certain particular individual amegrab shamba ya mtu, wanaamini ni rafiki ya rais. In return, watu wana imagine president was involved, and yet the president was not involved. Ni watu ambao wanafanya kazi na kila siku wana play loyalty to the president. Kwa hivyo mimi nataka kuongea na taasisi za kiusalama. Hawa watu ambao wamekuwa na tabia ya kuname drop kila siku jina ya rais na watu ambao wako kwa ofisi kubwa kubwa, tunaomba security apparatus. You need to deal with these individuals, and most of them are land grabbers.
wamezoea tabia mbaya ya kutumia jina ya rais kila mahali. Kama sio jina ya rais, hawatakosa kutaja jina ya Felix Koskei. Kama sio jina ya Felix Koskei, hawatakosa kutaja jina sijui ya DIG. Kama sio jina ya DIG, yani I mean these people have taken, yani imekuwa ni jinamizi kila mahali. Ndio maana kila wakati rais kila mahali anapigiwa nduru. Kwa sababu gani? The very people who are pledging their loyalty to the president are the very people that are sabotaging the president's agenda hapa kwa ground. Kwa hivyo tusibebeshe rais mzigo, wacha kila mtu abebe mzigo. Na ndio kwa maana in 2027 wananchi watapiga kura kwa msingi ya scorecard. Umefanyia nini raia kazi? Na rais amerudia akituambia 2027 it will be a contest of what have you done to the people of Kenya. Kama wewe ni MCA, tutakuuliza swali, umefanyia wananchi nini? Kama wewe ni mbunge, umepeleka miswada gani ngapi kwa bunge in regards to your constituency? Umefanya nini kwa ajili ya constituency ambao unawakilisha? Hamtakuja kutuambia hapa tuko Nairobi ku protect rais. Rais ako protected, ako na elite security, rais is well empowered, ofisi yake haihitaji brokers na wanasiasa. Rais anafanya kazi yake vizuri sana. Rudini kwa ground, mfanyie wananchi kazi. Hiyo ndio mwito wangu kwa viongozi. Na kwa Wakenya, tusibebe ufala. Kwa mfano hata mimi niseme hivi. Tumekuwa tukipiga nduru kuhusu SHA. SHA inahitaji Baba William Chirichiri Samoei Ruto, mimi kama mulia wako, mimi kama diehard wako, nakwambia na kusupport 100% kwa chenye unafanya Kenya. Mafuta ipande, sijui nini ipande, pandisha, weka kila kitu juu. Kwani hawa Kenya wanafikiria kazi yenye unafanya wanataka ufanyie nini? Wanataka utoe wapi pesa? Na pesa iko kwa hawa Kenya. Ukienda kwa hizi baa zote, vilabu hii kwanza Eldoret, zimejaa watu wanakunywa pombe kila siku, wanasherekea. Wanaume ndio hao na wanawake za watu wanawapea pesa kupeana pesa. Ikifika wewe kutaka kuchukua pesa ufanye kazi, watu wanaanza kukomplain hapa ati Ruto unafinya uchumi. Finya hawa watu president. Kenya iko na pesa. Kenya iko na pesa, kuna watu wako na pesa. Hawana cha kufanyia. Chukua hiyo pesa, jenga nchi. Ruto, chukua hii pesa, jenga nchi. Mimi kama mulie wako president, si ati hatuoni. Hao watu ukifinya mwalimu, wafanyakazi wa serikali wanasema Ruto unatuumiza, unafinya mshahara yetu. Mimi niko na maswali kwa wafanyakazi wa serikali. Ni lini nishaiona wafanyakazi wa serikali wamechanga pesa, wamesema sisi pesa yetu tunaenda kusaidia mayatima mahali. Hizi pesa zetu zenye tunapatanga mshahara hizi, wacha tukate kidogo, twende tusaidie kitu fulani mahali. Sijaiona. Hata sisi tunafanyanga hii kazi ya biashara hapa chini. Sisi kama watu wa kubeba watu kama bodaboda. Mimi ni bodaboda. Sijaibeba mtu wa serikali nikamwambia kwenda mahali fulani ni shilingi 100. Kwanza hao ndio wanalalamika sana. Wanalalamika sana, wanatufinya. Lakini wewe ukiwafinya ujenge nje, wanaanza kulalamika ati Ruto unafinya. Mimi president kama mluya wako, kama ni kufinya nchi, tulipe madeni na tujenge nchi. Kila area ijisikie kuna maendeleo. Ruto fanya hivyo. Mimi nakuunga mkono 100%. Kwanza hata wacha kuweka shilingi 16 kama wanasema ni wewe uliweka ati petroli inapanda na shilingi 16. Ingekuwa tu ni ukweli Ruto, weka ikuwe 100. Weka hata ongeza 100. Kama ni kujenga nchi, jenga. Mimi sina shida. Hakuna president nimeona Kenya. Acha niwaambie ukweli. Ukienda Nairobi City ilikuwa imechafuka, imekuwa chafu. Hii Gikomba yenye president amejenga, kila siku tulikuwa tunaona kwa TV. Kila siku moto imeshika Gikomba, mali ya Wakikuyu inaungua. Moto imeshika Gikomba, mali ya watu inaungua. Ruto umeenda hiyo vitu umeangusha yote chini, umeamua kujenga Gikomba kwa ile standard ya juu. Hakuna siku mali ya mtu itakuwa inaungua. Alafu mtu anakuambia ati Ruto hakuna chenye anafanya. Kwani wewe Uhuru Kenyatta alifanya nini? Kumbe ilikuanga raha yenu ichomeke ndio muende mchukue pesa ya bure. Ichomeke ndio mchukue bure. Naye Ruto amekuja anasema sasa maraia hakuna mali itachomeka. Kila kitu inasimamishwa, Gikomba ijengwe kwa standard sawa. Ruto ameosha ile Nairobi ilikuanga chafu, unapata vijana wetu wanatoka huko, akitoka Nairobi akirudi reserve ni sasa anatoka yani mtu anakaa maisha ingine mbaya. Lakini Ruto ameenda amejenga sasa Nairobi, ukienda Nairobi
sehemu ambazo zilikuwa chafu chafu. Nairobi imeoshwa. Angalia mtu wa Nairobi. Mtu anakuja kusema ati president afanye kazi. Ati Ruto afanye kazi. Ruto fanya kazi. Tumia akili yako. Tulikuchagua kama president. Tumia tu akili. Hakuna Mkenya mwenye ako na akili anaweza kupea advice Ruto ili ujenge Kenya. Hao watu wote ni wajinga. Fu. Jenga nje president. Na ukitoka mimi sijui nitafanya aje. Juu sijaona mtu mwingine anaweza replace na William Samoei Ruto Kenya. Sasa kuja tuulize tu kweli Kenya. Sasa hata tumeshindwa. Hakuna pa kuendea. Uchukue mtu comedian kama Sifuna. Huyu mtu wa kutoka Kandu huyu. Comedian tu huyu. Mtu mwenye alikuwa ameshindwa hapa Bungoma. Akaenda kahang kwa koti ya Raila Nairobi, akashinda useneta. Sasa yeye amekuwa comedian, kila siku anaongea kasongo, hana kitu ya kuambia watu. Ukimuuliza sasa Sifuna ukichukua president utafanya nini? Hajui cha kusema. Anasema tu kasongo. Sasa uchukue mtu kama huyo, uweke Kenya kuwe president. Wakenya muache jokes bwana. Muache jokes bwana. Tutoke kwa Sifuna comedian. Kuja kwa mtu kama Kalonzo. Wakenya. Kalonzo mwenye tunaambiwa amekaa kwa serikali 40 years. Hata cheo kwake amejengewa juzi na Ruto. Hana. Barabara ya Kalonzo imekuwa matope. Ruto ndiye amemuoshea barabara kweli. Kwa 40 years kwa serikali. Hata kama mnasamanga Mudavadi hakuna chenye amefanya. Kalonzo kwa 40 years. Akuwe president hapa Kenya. Kenya penye imefikia huwezi weka mtu kama Kalonzo akakuwa president. Huyu hawezi. Kalonzo inafaa aende akuwe MCA, anzie chini, atoke kwa MCA, aende kwa WP, akisonga polepole ndio sasa tutambue Kalonzo. Sasa tumekosa hao. Tunaambia sasa watu Matiang'i. My friend. Sasa Matiang'i kweli. Ndugu zangu. Mnachezanga na upresident. Hapa Kenya mnadharau Ruto. Sasa mnaanza kulinganisha Ruto na Matiang'i, Kalonzo. Mpaka mlikuwa mmeweka natembea. Sasa mmekuja maacha natembea Sifuna. Wa Kenya. Kusema ukweli mbele ya Mungu. Hata kama tumekosa choice. Hao ni watu wa kuchagua. Sisi kama mimi President William Samoei Ruto. Wacha venye wewe unasemanga ati mimi sina mtu wa kubishana naye. Na mimi hata venye najua hauna kabisa. Na Ruto mimi nakuomba, wewe ni kijana mdogo. William Samoei Ruto, bado wewe ni kijana mdogo. Juzi Atwoli amesema kwamba ukitoa kijana mdogo kwa uongozi anafikanga mahali anasumbua. Ona venye Uhuru sasa anasumbua, anatamani arudi kwa uongozi. Vile alimtoa kama angali mdogo. Ruto, badilisha katiba. Unataka kwenda wapi? Unataka kutuachia Kenya nani? Unataka kutuachia Kenya? Badilisha katiba. Ruto, kaa tu hapo. Unaenda wapi? Hivi vitu yote yenye unafanya Kenya unataka kuachia nani? Unataka kuachia nani? President, mimi kama mulia wako, mulia wa Ruto, na kuadvise, badilisha katiba, endelea kukaa hapo. Sisi hatujachoka na wewe. Mwenye amechoka na wewe atoke Kenya, aende Somalia, ama aende Uganda, ama aende, watoke tu Kenya waende. Si lazima wakae Kenya. Sisi Kenya tunakaa, tuko na amani sahi. Hakuna kuvurugana. Umetuletea Murkomen. Watu walikuwa wanatuletea hapa wanaua watu kila siku. Murkomen amesimamisha hiyo kitu. Sahi Kenya imesimama, iko sawa. Alafu nataka kutuambia utuletee nani akuwe president Kenya? President, tunapongeza kwa kazi ambayo unafanya. Na mwenye macho haoni vitu yenye unafanya, atoke Kenya, atuachie Kenya. Sababu ukiangalia shape ambayo Kenya imechukua saa hii. Hata mpaka kila mtu anatamani. Wazungu wanatamani saa hii kuingia Kenya kuona nini inaendelea. Ruto, kila mahali unaitwa tu baba kuja. Hii akili yenye uko nayo ituambie, bwana unafanyanga aje? Wazungu wamekuja Kenya, wamekutana na Wakenya wanakaa kama, yani ni watu wenye hawajielewi. Kenya kila mtu amekuwa mwenda wazimu. Hawaheshimu yeyote. Na Ruto, usikuwe na kufikiria kwingine. Hawa ni binadamu wa kawaida. Ambapo Yesu Kristo mwenyewe wakati aliletwa duniani alieneza injili,
akaponya vipofu, lakini mwishowe hawa binadamu tu walinyorosha Yesu papu, wakaua, wakaweka kwa msalaba. Hawa tu binadamu hawa. So don't worry about these human beings. Usiwai tense na watu. Hawa ni binadamu wa kawaida, roho chafu, wenye wanachukia tu maendeleo. Binadamu yeyote anapoona tu maendeleo inaendelea mahali, hiyo lazima shetani ipigane mahali hapo. Ruto, tuko na wewe. Fanya kazi na usiogope hawa binadamu. Napita kura. Ukishapita kura, Ruto, ukishapita kura, enda chukua Museveni, enda chukua Suluhu, weka hao maskari wote wa Uganda, weka wote wa Tanzania, leta Kenya, nyorosha hao vijana wakae nje. Pana sumbua Kenya. Tunajenga Kenya na hawa wanataka kuharibu. Kujenga Kenya ni kazi bwana. Nyinyi mnafikirianga kujenga Kenya ni ujinga? Mtu anakuambia mimi ningekuwa karibu na Ruto ningemuadvise. Na unapata mtu mwenye anakuambia ati ningeadvise Ruto ni boda. Mtu mwenye anakuambia ningeadvise Ruto anaosha viatu. Mtu mwenye anasema ningeadvise president anafanya kazi ya mjengo. Anaweza advise aje president? Ruto wa Kenya, tuko na wewe na tunakupenda. Si lazima watu wote Kenya waseme Ruto unafanya kazi. Hata kama ni watu tu watatu wanasema unafanya kazi, Ruto you are doing. Unafanya kazi baba. Kaa hapo. Na mtu akiona ufanyi kazi, akiona umemfinya maisha Kenya na Uganda iko afadhali, si ahamie Uganda. Auze shamba Kenya aende Uganda. Mimi maisha ngumu yenye watu wanasema sasa maisha imekuwa ngumu. Mimi maisha ilikuwa ngumu tu tangu nizaliwe. Hata at least saa hii, Mr. Cameraman, unaweza onyesha hata kiatu at least yenye navaa saa hii. Mimi kiatu hata sikuwahi kwetu. Lakini at least saa hii watu wanasema maisha imekuwa ngumu na naweza vaa kiatu ya shilingi 2,000 hata kwa mguu yangu. Mimi mwenye naongea kwenda shule nilikanyaga chini bila slippers hata maisha ikiwa ngumu. Lakini saa hii nikiona hata watoto wangu at least mtoto anaweza vaa kiatu akienda shule wakati wa William Samoei Ruto huyu mwenye anasema maisha ni ngumu. Watu wajikaze kwa maisha, waache ujinga. Tafuta kazi fanya my friend. Tafuta kazi fanya. Lakini kitu kukaanga tu hapa ati Ruto ananifinya maisha. Ruto ananifinya maisha. Ruto ananifinya maisha. Kwani Ruto ni Mungu? Mnategemea tu Ruto kuwafanyia kila kitu? Ruto ni Mungu. Enda fanya kazi, omba Mungu wako. Kama utakuwa tajiri ukuwe tu tajiri. Na mimi naulizanga wa Kenya, hata saa hii maisha ikishuka, waseme tu hata petroli wanauza shilingi 70 ama 50. Kama wewe ni maskini utaendelea tu kuwa maskini. Ni hivyo tu. Si ati kitu kingine tunaambia mtu ati ni hivyo tu. Kama wewe ni maskini utaendelea tu kuwa maskini. Na kama Mungu alipanga utakuwa tajiri, utakuwa tu tajiri. Hata kwa serikali gani ikikuja, ni hivyo tu. So wacha kulialia hapa tu president anatufinya maisha. Ruto anazuianga wakati unaenda kazi, Ruto anakujanga hapa anakupiga anakuambia acha hiyo kazi. Vijana wa Kenya mchanuke kwanza, vijana Gen Z mchanuke Kenya, mwache upumbavu hiyo ujinga yenu. Nyinyi ndio sahi walevi, unaandikwa kazi badala uende ufanye kazi, unatumia vitu kama dawa za kulevya, unatumia zote. Watu wamekuwa magei sahi wanakulana nyuma mbele, badala msimamishe maisha yenu mnaanza kulia Ruto. Mnaanza kulia Ruto. Ruto ndiye anakutumanga mnaanza kukulana mpaka mujielewe. Nyinyi wenyewe mmeharibu maisha yenu, alafu kisharibika president. Unatumiwa school fees na mzazi badala uende usome, unaenda kukulana nayo, unaenda kuvuta bangi. Alafu unakuja kuambia president. Mwache ujinga bwana, wekeni bidii kwa maisha. Wekeni bidii kwa maisha. Si rahisi. Mmejiweka kwa maisha softy, hamtaki kufanya zile kazi hard, hamutaki. Lakini shida mnasema president. Ruto anakuguza wapi wewe? Fanyeni kazi, mwache ujinga ndugu zangu. Hata kuoa imewaletea shida, amuoi, mnataka kuolewa. Hawa tu vijana wenye tunaongelea. Hao vijana wanataka sasa waweko kwa nyumba, wafanyiwe kila kitu.
hawataki maisha ngumu, alafu ukipata hao ndio wanasema Ruto ni mbaya, Ruto ndio mbaya. My friend, jitume. Hii Kenya sasa hivi bila kujituma utalia president. Hata Ruto akitoka mwenye anakuja mtalia tu. Mpunguze raha, mjenga maisha yenu. Mwachaneni na president afanye kazi kulingana na venye anajua, sababu akili ya Ruto hauwezi linganisha na akili yako. Ukikaa na Ruto akwambie mahali penye nikapata, Ruto mwenyewe alisema mimi naomba tu awamu ya pili tu nirudi na